Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, huyu hapa si mwingine bali ni mchungaji Mashimo. Bwana, tunaweza kusema kwamba mchungaji Mashimo bwana ameingia kwenye matatizo kidogo kutokana na kuna makosa ambayo ameyafanya kisheria na amehukumiwa miaka miwili. Mchungaji huyu ambaye anafahamika kwa jina la Daudi Nkumba maarufu kama Komando Mashimo amehukumiwa kifungo cha miaka miwili gerezani baada ya kutiwa hatiani katika mahakama ya wilaya ya Kinondoni kwa makosa mawili ikiwemo kuharibu mali. Mashimo alikabiliwa na mashtaka matatu ambapo upande wa jamhuri umethibitisha makosa mawili na kushindwa kuthibitisha shtaka la kutishia kwa vurugu kama walivyomshtaki. Mashimo alipewa adhabu hiyo mahakamani hapo mbele ya hakimu mkazi mkuu Ramadhani Rugemelila ambaye baada ya upande wa jamhuri kuthibitisha makosa dhidi ya mshitakiwa pasi na kuacha shaka yoyote. Katika hukumu hiyo hakimu Rugemelila amesema kwamba anamhukumu mshtakiwa kifungo cha miaka miwili gerezani kama alivyoshitakiwa na upande wa jamhuri. Alisikika akizungumza kwamba mshtakiwa kosa la kuingia kwa jinai mahakama inakupa adhabu ya kwenda jela miezi 6. Kosa la kuingia kwa jinai mahakama inakupa adhabu kwenda jela miezi 6. Kosa la kuharibu mali mahakama inakutia hatiani na kukupatia adhabu ya kwenda jela miaka miwili. Pia mahakama pia mahakama inakuachia huru kwa kosa la kutishia kwa nguvu kwa sababu upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha shtaka dhidi yako. Hivyo basi utatumikia kifungo cha miaka miwili gerezani, alisema hakimu. Alisema pia upande wa jamhuri umethibitisha kwa kuleta mashahidi 5 na vielelezo, pia mshtakiwa kutoa utetezi wake kwa kuleta mashahidi kadhaa. Kabla ya kutolewa hukumu hiyo, mshtakiwa aliomba mahakama kumpunguzia adhabu kwa sababu ana familia inayomtegemea. Upande wa jamhuri, wakili wa serikali Roda Kamungu aliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mshtakiwa kama sheria inavyoelekeza, ikiwa fundisho kwake na jamii nzima. Mnamo Novemba 22 mwaka 2023, maeneo ya Mbezi Luisi, wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam, aliingia kwa jinai katika ardhi, yani aliingia kwa makosa kinyume cha sheria. Yani maana nikisema hivyo labda unaweza ukawa uelewi, yani kwamba aliingia kinyume cha sheria katika ardhi inayomilikiwa na Flora Mwasha. Pia vile vile mshtakiwa katika kipindi hicho kwa makusudi na kinyume cha sheria aliharibu ujenzi wa nyumba iliyoko maeneo ya Mbezi Luisi ambayo ni mali ya Flora Mwasha. Katika shtaka la 3 inadaiwa kwamba alimtishia Ramson Vincent kwa vurugu, ambalo hilo hakukuwa na ushahidi, kwa hiyo ameshtakiwa kwa mashtaka hayo mengine mawili. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimetokea kwa mchungaji Mashimo. Kama una maoni yoyote, weka maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.